na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa kipekee. Roho Mtakatifu ninakukaribisha kwa damu ya mwana kondoo, nikakuone tena katika kazi hii. Maneno yako ninapoendelea na kipindi hichi, mimi nifutike, wewe uonekane zaidi. Roho Mtakatifu, ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Ninaendelea na lile somo la ubatizo, lakini leo nataka kuongelea wokovu unapatikana kwa Wayahudi. Wokovu unapatikana kwa Wayahudi. Kwa hiyo ubatizo ni tendo la muhimu sana, kwa sababu tunaingia kwenye imani kupitia Ibrahim. Kwa mara zote tunaingia katika imani kupitia Ibrahim. Kivipi? Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo moja na ule mstari, yani Mathayo sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Kwa hiyo ubatizo ni tendo la muhimu sana, kwa sababu tunaingia kwenye imani kupitia Ibrahim. Ibrahim ni kiungo pekee kwenye maisha yetu ya wokovu. Ibrahim ni kiungo cha pekee kwenye maisha yetu ya wokovu. Naongea na ndugu yangu mahali popote. Saa hii naongea nikiwa Dodoma, na kusisitiza ndugu yangu ya kwamba Ibrahimu ndio kiungo chetu cha wokovu. Amini, cha ubatizo. Na ndio maana ukisoma kwenye Galatia 3 mstari wa 22 mpaka 29, nitasoma mistari michache au nitaeleza mistari michache. Kama ndivyo tumekuwa mali ya Kristo kwa njia ya ubatizo wa maji mengi, unasababisha tuwe mali ya Kristo. Kwa hiyo sasa, kitu ambacho ubatizo unapoteza umuhimu ni kutopambanua lile andiko la Galatia 3 na ule mstari wa 29, ambao linasema, na kama ninyi ni wa Kristo Yesu, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warisi sawa sawa na ahadi. Tunasahau thamani ya hili neno. Anasema, na kama ninyi ni wa Kristo Yesu, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warisi sawa sawa na ahadi. Ndugu yangu, sisi ni warisi sawa sawa na ahadi alizopewa Ibrahim. Tunajua kwamba Ibrahim aliambiwa atoke kwenye namna ya kawaida ya ukoo wa baba yake na aingie kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo ndugu yangu, ubatizo ni hatua muhimu sana. Baada ya mtu kuamini, anatakiwa sasa afundishwe ubatizo, au afanywe kuwa endelevu katika ubatizo. Cha msingi cha kujua, Injili ina ahadi ya Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa na utii sana. Ukisoma kwenye Galatia 3 mstari wa 8, maandiko yanasema baraka za kimataifa, mfano watu wa Maenge. Nikatoa mfano kule ambako nimetokea, Maenge au maeneo ya Ifakara.
wajifunze kwamba wakiingia kwa Kristo lazima wamfuate Ibrahim. Kwa nini watu wa Mahenge au Ifakara tumfuate Ibrahim? Kwa sababu kule mahala kuna mila na desturi. Kule mahala kuna mila na desturi, vitu ambavyo vimeleta ugumu sana. Mila na desturi zinataka dini, hazimtaki Yesu, na hilo ni tatizo kubwa 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 sana. Narudia tena, mila na desturi ni namna ya dini wanapenda sana, kwa mfano wa mapokeo. Lakini ndugu yangu, nina habari njema ya kwamba ubatizo una namna ya kuacha na kuingia kwenye neno moja kwa moja. Sio dini wala sio jumuiya fulani. Kwa hiyo tunaona kupitia Ibrahim, utii wa Ibrahim, tunapata baraka za kimataifa. Kwa hiyo watu wajifunze kwa Ibrahim kuingia katika Kristo, lazima wamfuate Ibrahim. Ukisoma kwa kile kitabu cha Mwanzo 18:18 imeandikwa, ikiwa Abraham atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Ndugu yangu, hakuna baraka nje ya Ibrahim. Hakuna baraka nje ya Ibrahim, kuna baraka ndani ya Ibrahim. Kuna baraka ndani ya Ibrahim. Unaweza kusoma tena kwenye Matendo ya Mitume 3:25. Biblia inasema, ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yake, ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Kwa hiyo kuna baraka kupitia kwa Ibrahim. Ni neno ambalo lilinenwa kwamba katika yeye mataifa yote tutabarikiwa. Ukiamua kupinduka ukamwamini Ibrahim, ni mlango wa kuingia kwa Yesu Kristo. Yeye alikubali kuacha. Alikubali Ibrahim kuacha. Alikubali kuacha. Na hicho kimeimpress watu wengi sana, kimesaidia watu wengi sana. Ibrahim ni kiongozi wa kumfikiria Mungu mbinguni, au wa kumfikia Mungu mbinguni. Kwa hiyo baraka zetu zipo kwa Ibrahim. Hatuna baraka zingine pasipo Ibrahim, ndugu yangu. Baraka zetu ziko kwa Ibrahim pekee. Ziko kwa Ibrahim pekee. Nasema zipo kwa Ibrahim pekee. Ubatizo lazima unapoingizwa kwenye ukiri wa Ibrahim kwa imani yake ndiyo njia sahihi ya kuingia kwenye imani. Kwa kufanya hivyo tunaingia kwenye baraka. Ndipo sasa unaweza kaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo 12 alipoambiwa atoke, lazima ubatizo uendane na kuacha mila na desturi na kumfuata Yesu Kristo. Na nini hilo tukio linamaanisha? Kuingia kwenye maji mengi ni kuondoka kutoka kwenye mizimu, desturi, mila. Kwa hiyo unakuwa unatoka kwenye desturi, mila. Tunaona, taongelea kipati kidogo kuhusu mizimu. Neno mizimu linamaanisha roho za watu waliokufa ambazo zinaaminika
bado zipo na zinaweza kuingilia maisha ya walio hai. Watu wengi katika tamaduni mbalimbali, hasa barani Afrika, huamini kuwa mizimu inaweza kuwa na ushawishi, wakati mwingine mizuri au mibaya, katika maisha ya kila siku. Lakini mizimu katika utamaduni wa Kiafrika, kihistoria, wazee waliamini kwamba mtu akifa roho yake haifi kabisa, bali huendelea kuishi katika ulimwengu wa roho, ikibaki karibu na familia na jamii yake. Lakini tunaona kwamba mizimu huaminiwa kulinda familia na kulipiza kisasi iwapo hawakuheshimiwa au hawakuiheshimu au kwa kutenda dhambi zilizotendwa. Katika baadhi ya jamii, mizimu hupewa sadaka na matambiko kukamilisha au kuomba msaada. Sasa nitachukua nafasi tena kuangalia Biblia inasemaje. Biblia inaonyesha kuwa kuwasiliana na mizimu ni kinyume na maagizo ya Mungu. Tukiangalia kwenye Mambo ya Walawi 19 na ule mstari wa 61, anasema msigeukie wenye pepo na waganga, msiwatafute ili kutiwa unajisi nao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo tunaona Biblia iko kinyume na mambo ya mizimu, waganga. Biblia iko kinyume kabisa. Na nitaenda zaidi kesho, ndani zaidi na zaidi, kwa utukufu wa Mungu Baba. Shalom, ni mimi mchungaji Phineas. Saa hii ninatoa neno nikiwa Dodoma. Mungu akubariki sana. Nataka kukuombea wewe na kukupa agizo la kukupatanisha na Kristo. Agizo la kupatanisha na Kristo ni maneno machache. Biblia inasema kwenye Warumi 10 mstari wa 13, ukiliitia jina la Bwana utaokolewa. Lakini maandiko yanasema kwenye Warumi 10 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10, unaweza ukawa 8. Je, neno hilo likoje? Lile neno liko karibu nalo upate kulitenda au kulisema. Ni neno la kukiri kwa kinywa na kuamini ndani ya moyo wako. Piga magoti, mtu wa Mungu, mwambie Mungu namna unavyopitia na unataka mabadiliko. Mungu ni mwaminifu, kuna jambo la ajabu litakutokea. Basi ninaomba nikuombee, na ukifuatisha hivyo utakuwa tayari ni muamini katika Kristo Yesu. Baba, ninamwombea mtu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, na kusii Mungu mfalme, ninaomba neema na baraka zako ziambatane pamoja naye. Neema na ushindi wako uwe pamoja naye. Ni katika jina la Yesu Kristo. Aliye mgonjwa ninamwamsha, aliye na dhiki Mungu akaimpa, katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini, amen. Shalom, shalom. Kwa mawasiliano na namba za simu 0744 53 1049, na namba ya pili ni Airtel 0784 22 23 27. Nitarudia, naachilia namba za simu kwako. Vodacom 0744 53 1049 na 0784 22 23 27. Ukipiga utakutana na Prophetess, ukipiga utakutana na mimi mchungaji Phineas. Nitakupa mwendelezo na nitafanya counseling na wewe. Shalom, shalom, na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.